Mimi naitwa Pius Matias Shilinde, ni mwenyekiti wa mtaa wa Banduka. Nimekuwa mwenyekiti wa Banduka kwa muhula uliopita na hata wa sasa ni mwenyekiti. Lakini sasa kwa sababu wananchi wangu wanavyonipenda na kuniheshimu katika yale ambayo niliyoyafanya mazuri katika uongozi wangu, kwanza katika sehemu ya kuweza kutunza amani ya usalama katika eneo langu, lakini pia na maendeleo ambayo yaliyoingia katika halmashauri ya mtaa wangu wa Banduka, niliyaonyesha kwa ufasaha bila matatizo yoyote. Na ndio maana wananchi wangu walinichagua hata kama nikiwa sipo, hasa kwenye zile kura za maoni. Sasa kwa sababu chama changu kimetoa tena uchaguzi kwa ajili ya madiwani na wabunge, mimi kwa sababu ninayo nguvu na pia ninayo uwezo wa kusimamia hoja, nimeamua kuchukua fomu ya kugombea kuwania udiwani kata yangu ya Ndala katika manispaa ya Shinyanga. Kabla ya kuwa kiongozi wa kiserikali, lakini pia nilikuwa mwenyekiti wa Nzengo miaka 5 nikiwa chini ya upinzani 2014 mpaka 2019. Nilichokifanya, Nzengo hii ilikuwa ni ya Chadema, lakini nilichokuja kukifanya ni kuunganisha wananchi wote kutoka sehemu nyingine ya Chadema na kukiamini chama changu. Na ndio maana kwenye uchaguzi uliofuata nilipita bila kupingwa, na mpaka hata ya awamu nimepita bila kupingwa, kwa sababu ushawishi na uwezo wa kujenga hoja ninao katikati na ndani ya watu ninaoishi nao. La kwanza kabisa, mimi nilichokifanya katika mtaa wangu wa Banduka, huu mtaa wa Banduka ulikuwa na wizi wengi sana, lakini nilichokifanya, wezi wote waliondoka. Ulikuwa uweze kufua nguo au kuacha kiatu nje ukakikuta. Tulifika sehemu mpaka hata chakula wanaopika wa mama nje walikuwa chakula wanakuta kimeibiwa kwa sababu ya mtaa ulivyokuwa ni mchafu. Lakini baada ya kuwa nimekasimu madaraka haya, nilihakikisha wananchi wangu wanaishi kwa amani bila matatizo. Wezi hawapo Banduka. Ninathibitisha kwa haki, kwa sababu hata vyombo vya ulinzi na usalama wanakiri kwamba Banduka iko shwari mpaka sasa. Miundombinu kwa uongozi wangu uliopita, huu mtaa wangu wa Banduka uko bondeni. Nilichokifanya katika uongozi wangu, nilifanya mambo mawili makubwa. Maji yalikuwa yakiwasumbua tuna kuingia ndani. Nilifanya mazingira kukutana na viongozi wangu wa juu, hasa mkuu wa wilaya akanielekeza kwenda Talula, tukafanya uchavushaji wa maji kutoka yanayotoka kule juu, tukayaingiza mtoni kwa mtaro ambao uliojengwa kwa siku chache kwa usimamizi wangu mwenyewe nikiwa ninakwenda pale. Lakini pia haya sasa ambayo niliyofanya, wananchi wangu wa Ndala kwa asilimia kubwa wamekuwa wakinizungumza kwamba ninafaa kuwa diwani. Na hii sio kificho, kila sehemu ukifika wanakuambia, mwenyekiti, kwa kile ulichokifanya kwa utatuzi wa mazingira na matatizo yetu sisi kama wananchi wako, unafaa kuwa diwani. Na pia ukipanda ngazi tunaamini kwamba utafanya makubwa kuliko hata haya ambayo uliyofanya kwenye mtaa wetu. Kwa hiyo basi, kwa kuwa muda wa kampeni bado, lakini pia na uteuzi wa majina yetu kurudi katika hali ya kuchaguliwa, lakini pia kama nitachaguliwa kuwa mpeperusha bendera, nitakao yafanya nitayazungumza kwenye wakati wa kampeni. Kama nitakuwa jina langu limekuwa ridhaa ya kupeperusha bendera, narudia kusema, wananchi wangu wakati wa kampeni nitazungumza yale ambayo nitaweza kuyafanyia kazi katika muhula nitakapokuwa diwani wa kata ya Ndala.